Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wapendwa popote pale mlipo nchini Tanzania, mikoa mbalimbali, viongozi wa Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA na viongozi mbalimbali wa Kiislamu nchini. Leo siku ya Jumamosi tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2020 umeanza mkutano wa halmashauri kuu BAKWATA taifa, ambapo kesho Jumapili tarehe 2 utaendelea na kufungwa jioni ya kesho. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali ibn Mbwana alifungua mkutano huo kwa speech au khutba ilqai jamii, ambayo kweli kulikuwa kuna mulahadhat, mambo muhimu ambayo alizindua, aliyoelekeza, aliyotahadharisha, aliyokumbusha na aliyohimiza, lakini mambo aliyosisitiza. Na wewe kama kiongozi wa Kiislamu na Muislamu katika sekta mbalimbali, lakini pia kuanzia juu taifa, mkoa, wilaya, kata mpaka msikiti na Muislamu mmoja mmoja, ni vyema uelewe maelekezo aliyotoa mufti na uitazame. Na ndio maana mimi nataka tuwe nayo sambamba kwenye ukumbi wa halmashauri Kinondoni ili umsikize mheshimiwa mufti. Mkutano wa leo wa halmashauri kuu kwanza umehudhuriwa na Samaha Mufti al-Jumhuriyya, mwenyekiti wa halmashauri Sheikh Mataka, katibu mkuu Alhaji Nuhu ibn Jabir ibn Mruma, wakurugenzi wote wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA taifa, mhasibu pamoja na naibu katibu naye alikuwepo, bila kusahau mshauri mkuu wa Mufti Alhaji Abubakar Khalid, wajumbe wa bodi wa dhamini wakiongozwa na Alhaji Suleiman ibn Wakova, lakini mjumbe wa baraza la ulama Alhaji Sheikh Jongo na imamu wa msikiti wa Manyema maarufu jijini Dar es Salaam naye alikuwepo, makatibu wote wa BAKWATA nchi nzima, mikoa yote nchi nzima, wahasibu wa mikoa nchi nzima, lakini wajumbe wa halmashauri kuu ya BAKWATA kutoka mikoa mbalimbali nchini na wajumbe 10 ambao ni wateule wa mufti waliohudhuria mkutano huu. Na wewe, mimi ninachofanya ni kukuletea alichozungumza mufti na utaona hali halisi. Kikao leo siku ya Jumamosi kimejadili bajeti za mikoa na ripoti ya kazi za mikoa na kupanga mambo ya mwaka ujao, lakini kesho wajumbe watatazama kwa mambo mengine, watatazama kanuni za jumuiya ya wanawake na jumuiya ya vijana, yani JUVIKIBA na JUWAKITA. Mimi sina la kufanya zaidi ya kukupeleka ili tuwe sambamba moja kwa moja ukumbi wa halmashauri Kinondoni. Mimi yule ndugu yako Harith ibn Uthman ibn Kusa. Nasema yanayosemwa sio yaishie kwenye masikio, na yanayotazama sio kwenye macho, yafanyiwe kazi. Waheshimiwa wajumbe, tunamshukuru Mungu kwa kufika katika siku yetu ya kikao hiki, na Mheshimiwa Mufti tayari yuko katika ukumbi huu kwa ajili ya ufunguzi wa kikao chetu. Waheshimiwa na taadhima, nimkaribishe mwenyekiti wa halmashauri kuu Sheikh Hamis Said Mataka aendelee na ratiba. Karibu mwenyekiti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kikao chetu hiki cha halmashauri kuu ya taifa ni kikao cha kazi. Kikao cha kazi kutekeleza matakwa ya katiba, kupokea na kujadili na kupitisha taarifa mbalimbali za utendaji kutoka mikoani, lakini pia bajeti za mwaka huu tulio nao, na viongozi wengine walio hapa kwa nafasi zao. Karibu sana. Tanzania Sayyid Al-Fadhil Fakhama Sheikh moja kwa moja anaangazia uchaguzi ambao utaanza
15 Februari 2020 uchaguzi mkuu Bapa. Hapa lazima tuwe maelekezo maalum. Wajumbe, leo ni siku kubwa sana katika taratibu zetu za baraza. Ni siku kubwa kwa sababu tarehe 1 na tarehe 2 ni vikao viwili hivyo, kikao cha tarehe 1 na kikao cha tarehe 2 kinachohusiana na masuala ya utendaji. Kwa hiyo tunalazimika kuwa makini sana katika kikao hiki. Kikao sio cha kuhudhuriwa tu kwa watu wamehudhuriwa, mtakatifu wa kuhudhuria. Kikao ambacho kinahitaji makini. Kikao ambacho kinatakiwa uonekane ule weledi ulionao katika kusimamia utendaji wa baraza ambao mtauzungumza kwa upana chini ya mwenyekiti wenu ya Khamisi Saidi Mataka na katibu wenu Ustadhi Nuhu Mdungu. Ni wasia wangu katika ufunguzi huu nitakuwarudisha tu katika kuzinduka na kwamba leo ni siku muhimu sana na kesho ni siku muhimu sana. Siku hizi mbili tukamuonekane mnafanya kazi nzuri ya kusimamia utendaji kwa mujibu wa taratibu ambazo mtaanza nazo kuzungumza. Lakini muelewe kwamba mbele yetu kuna uchaguzi. Uchaguzi wa baraza ambao taratibu zake na mambo yake itaelezwa na mtazungumza kwa upana mambo haya. Natakiwa myachambue vizuri ili uchaguzi upite kwa uadilifu na insafu na kuchunga haki. Uchaguzi upite kwa haki na upite kwa uadilifu. Usiwe ni uchaguzi wa kigegezi kwa sababu ni uchaguzi wa dini. Uchaguzi wa dini hauna mambo sana. Unakuwa umesimama kwenye uadilifu zaidi na kuchunga haki zaidi. Na ndilo kubwa tulilonalo usoni. Mengine yote tutazungumzwa, mapato, matumizi, mahesabu, ilikuwaje, watu wote wapo hapa. Tutazungumza nini baadaye katika kupita katika jambo hilo kwa njia ya ujumla, kwa njia ya kamati zenu tutazungumza. Lakini tutoe wasia kwanza juu ya uchaguzi. Kwa uchaguzi unahitajika uwe uchaguzi wa mfano. Kwa mfano, ule mkutano ulifanyika Msumbiji unaohusiana na nchi za Afrika Mashariki na Kusini, au viongozi wa dini kutoka Saudi Arabia waliohudhuria, kisha ukaangaliwa uongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali. Kipindi kile cha Sheikh Isa Shaaban Simba ndio mufti. Jawabu la katika kuhudhurisha namna ya uongozi ulivyo na namna ya uendeshaji wa mambo ulivyo Msumbiji, South Africa, Malawi, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Kongo, Gabon na nchi nyingine zote zile, unaonekana uongozi na mpango wa kuendesha Uislamu katika nchi namba 1 ni Tanzania pekee. Na ukatoka wasia kwa viongozi kutoka Saudi Arabia kwamba nyinyi mnatakiwa mwende Tanzania mkaige, hawa ndio wana uongozi, nyinyi hamna. Hawa ndio wana uongozi. Nadhani mnaona hata viongozi mkitembea nje ya nchi, mnaona jinsi habari zake zinakuwa. Mimi juzi nilikuwa Masri, lakini nilikuta kitu tofauti kidogo kwa sababu ilikuwa walinzi wawili. Sio jambo la kawaida katika nchi kama Masri. Inawezekana. Na wengine wote walikuwa hawana mlinzi. Lakini nilikuwa na walinzi wawili.
na hawakunikubalia kwenda mahali popote nilipokuwa nataka mimi kwenda bila wao. Hata nikiwa na hamu ya chai ya kawaida ile kwenda katika migawagawa ya mtaani na nini, hawakubali mpaka niwe nao. Kwa hiyo ile katika kuonyesha mpaka nilimuuliza mzee, bwana mno nenda mambo hapo. Bwana mimi nina maagizo maalum kuhusiana na ujumbe kutoka Tanzania na sasa ambao unaongozwa na Mufti. Sisi tuna maagizo maalum na nilipewa benzi. Nimekwenda sehemu zote, nimezuru sehemu zote. Na huko kote huko ni sehemu za baraka, nikaniombea na baraza. Naombea na nyinyi viongozi vile. Nikarudi hapa. Sasa ukiangalia ukifananisha maneno hayo mawili ambayo nimeyazungumza, utaona kumbe Tanzania hatujitambui sisi wenyewe. Lakini kumbe tuko juu sana. Uongozi kuendeshaji. Japo mpaka sasa sisi wenyewe tunaona mpaka sasa hivi hajafikia pale ambapo tunataka kusubiria. Kwa hiyo wasia wangu ni usimamizi mzuri wa uadilifu na kuchunga haki na kusimamia mambo ya Waislamu kwa weledi vizuri sana. Kama mnafahamu kwamba baraza limegawanyika mafungu mawili makubwa. Baraza limegawanyika mafungu mawili makubwa. Fungu la kwanza ni fungu la mashehe. Baraza limegawanyika fungu la kwanza kwamba ni fungu la mashehe. Na mashehe ndio wenye baraza. Alafu kuna fungu la watendaji kwa ajili ya kusimamia utendaji wa baraza kwa ujumla. Hili ni fungu. Kwa baraza linahitaji mashehe wenye uwezo, wenye ilmu, lakini si ilmu tu pekee yake. Nataka mashehe ambao wana uwezo mwingine katika masuala ya kusimamia mambo, ambao wana uwezo mwingine katika utawala wa dini, kuendesha mambo, hikma ndio kitu kubwa. Busara, uoni, subira, ustahamili, kwa mtu ni unajadi, unaloshujaa ule wa jambo lolote unaliona dogo. Maana nyinyi mnapata tabu kwa sababu kila jambo likija kubwa, wewe unaona kubwa mpaka unalala usingizi ile kutoa pressure nani. Kullu kabiri fasaghirun inda Allah. Ile jambo kubwa ni dogo tumeweza Mungu. Wewe unafanya jambo kubwa ile wakati Mungu yupo. Kwa hiyo na ushujaa huo. Na mashehe wenye kuweza kutetea baraza la Uislamu. Baraza la Uislamu wenye uchungu. Nazungumzia kwanza ile fungu la kwanza, sio lenu. Wao ninawaita hivi watakuja tutakuwa nao. Lakini namigusia tu kazi zao. Kama hao mashehe wengine wamo. Natakiwa lazima waelewe ule ushujaa unatakiwa kuwa nao. Kwanza kutetea baraza. Na kutetea baraza na kuisimamia katiba. Kusimama na katiba. Katiba inasema nini? Juu ya jambo fulani. Yaani kazi yenu ni kuisimamia hii katiba. Mpaka iwe katiba hii kama vile unasoma alhamdulillah. Kwa kila mara wewe unasoma alhamdulillah hata kama usingizini ukiamshwa unaweza kusoma katiba pia uijue namna hii. Na mahala ambapo umeshindwa kujua tafsiri na maelezo ya mahala hapo, basi mwenyekiti yupo, katibu yupo, na ikiwa na mimi mwenyewe nipo. Kwa sisi tunasimamia hii katiba. Na kama mimi nimekaa tangu Tanga kwenye katiba ile ya mwanzo ya 99 ilikuwepo. Kwa tunafahamu mambo yale huko ndani. Na viongozi wengine wa baraza wako makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu, na wakurugenzi na wataalamu mbalimbali. Ukiwauliza watakupa tafsiri ya kipengele ambacho kinatatiza. Kwa hiyo hapa ni kusimamia katiba kwa sababu upande wa kwanza utuache kwa sababu tuna kazi nao mimi mwenyewe. Upande wa pili ni wenu nyinyi sasa watendaji. Kama nilivyosema kwa baraza limegawanyika mafungu mawili. Fungu la kwanza la mashehe upande wa dini,
na fungu la pili ni upande wa utendaji. Utendaji maana yake kuanzia wenye viti, makatibu na vilivyo ndani yao. Hawa ni watendaji. Ndani yake kunazalika vitu vingi, kuna wahasibu humo, kuna nani humo, kuna idara mbalimbali humo, kuna kila kitu humo. Nilizungumza tu katika njia ya ufupi ambayo ndani yake kuna vitu chungu mzima. Sasa utendaji huu unatakiwa usimamiwe. Hiyo ni kazi ya mwenyekiti katika mkoa wenu, ataeleza na mwenzake katibu utaratibu utakavyokuwa. Nimeona ndio maana nikusia katiba. Watu wengi sana wanafanya shughuli zao bila kufuata katiba inasema nini. Inawezekani sisi na mahali pa kurejea mahala petu ni katiba, na katiba ni nzuri. Ina kila kitu, imechambua kila kitu, imeweka vizuri sana. Ni ndogo sana lakini ina maelezo mapana sana. Lakini nyingine kwa ufupi kwa kuwa tumechelewa, ni mambo ambayo tutakutana nayo ya mapato na matumizi, na hapa nimeeleza kuna baadhi ya makatibu wanakuja hata kama una jambo njoo tu, hata kama una jambo wewe njoo tu, alafu ueleze, wewe utaulizwa kwa nini una jambo hii mapata jamani, nataka sasa tuisimamie wenyewe. Jicho letu ndio lifanye kazi hili tu, liwe zima liwe ukitaka aje mtu mwingine atufanyie nani? Wenye viti tunao alhamdulillah, katibu tunao alhamdulillah, wataalamu tunao, wakurugenzi nani tunao alhamdulillah, mashehe nao tunao alhamdulillah. Tunashindiwa mahala gani? Inaonekana hatuna kiminyano, tuminyani katika mambo yetu. Lazima tutulie sisi wenyewe kwa jicho hilo. Wewe kusomeni ubeti kidogo, kuna mashairi mawili watatu ndani. Sema moja, sema nazafa al-buka'u dumu'a 'ainika fasta'ir 'aynan li ghayrika damuha midrar. Ndio usema wewe tu. Man dhal ladhi yu'iruka 'aynahu tabki biha ara'aita 'aynan lil-buka'i tu'aru. Anasema kwamba yamekauka machozi, yamekausha machozi, umekausha kulia machozi ya jicho lako. Azima basi kumwazima mwenzako mwenye jicho ambalo machozi yake yanatoka kubishirizi. Ni nani ambaye atakuazima jicho lake ili ulilie kwalo? Ni nani? Umepata kuona jicho likaazimwa kwa ajili ya kulia? Lia na hilo hilo ulilonalo. Lia na hilo hilo ulilonalo. Si tulie na hayo. Tulie na jicho letu hili. Mtu sema bovu kwa sawa, lakini nalia na hilo. Bovu pale mtu machozi hapa, mimi nalia na hilo hilo. Kwa sababu jicho huwezi kumwazima mtu jicho lake. Sasa hili sisi jicho letu, bapata jicho letu. Lazima tulie na jicho hili ili tuweze kwenda mahali pazuri. Mheshimiwa wajumbe ameonea huruma wakati umekwenda sana. Moja na chai, na tamisi jana chai. Wetu Kongoba draw. Nyingine ambalo mtasimamia, ambao nataka kugusia kidogo, ni kanuni zile za vijana na kanuni za wakina mama. Kanuni ambazo za jumuiya ya wanawake na kanuni za jumuiya ya vijana ambazo zinatakiwa zipitishwe. Sasa zile kanuni lazima mzisome kwa umakini. Yaani watu wenye ile BAKWATA ile, ukimkata damu yake ndio imeandikwa BAKWATA. Ni watu wengine wakimbilia mbali. Lakini wanafanya kazi kwa kweli. Natakiwa wasifiwe. Wasifiwe na washukuriwe. Alafu pendekezo nyingine, ulikuwa na ile kamati ya uongozi, maadili na nini na nidhamu ambayo tuliwahi kuiamrisha hapa ipite, na nyinyi wenyewe katika vikao vyenu vya kule nyuma, nyinyi wenyewe mliamua hivyo
ipite mikoani. Ikapita mara moja wala vipi? Ipite mara moja tulipita na tija nzuri. Lazima iendelee. Masuala kwamba alipokwenda amegombana na mtu fulani, au masuala mengine hayo. Sasa hivi tunajenga mapata nyingine mpya. Na mtu tumemtaka sisi kiongozi awe kiongozi kweli. Asiwe kiongozi wa mchezo. Afanye kazi kwa kujitolea kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya maslahi yake. Ingekuwa tunataka kwa ajili ya maslahi sisi tungeondoka. Lakini kwa ajili ya Mungu wote tusimame pamoja. Tufanye mambo kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya tulivyojipangia sisi wenyewe na tulivyojiamulia sisi wenyewe. Mimi sikutaka kusema sana, lakini wacha niseme kwa sababu tukutani kila mara. Yaani hata tukifanya hii siku ya leo ni kusema tu, ndio inafaa. Kwa sababu ni lazima sisi tuhakikishe kwamba kwanza tunaiendesha jamani. Hii ndio watendaji ambao tunawategemea. Mkubwa wenu huyu hapa Sheikh Mataka ambaye anasimamia. Mkubwa wenu huyu hapa katibu, ndio msimamizi mkuu wa mambo yote ya utendaji. Na nyinyi makatibu. Na nadhani makatibu kuna zile muadilati, qualifications ambazo tunaelewa kama alikuwa katibu kwa sababu hivi na uwezo huo na wewe. Elewa kwa nzuri. Sasa kwa nini weledi mlionao mtumii? Mbona mfanyi kazi lakini mkiwa kule kazini kwa shirika, unafanya sana kazi. Hata ukifika wakati wa dharura tutasema wakati ndio kushingia. Unafanya haraka kuingia kazini. Kule ndio kuna maana zaidi, huko umekuja kwenye dini sasa na hakuna maana. Katibu namna gani bwana? Mimi nasema na nyinyi katibu najua. Nyinyi katibu namna gani? Nyinyi mlipokuwa mnafanya kazi na shirikani kule. Mbona mlikuwa mnafanya kazi kwa mpango, mnachunga wakati, mnachunga kila kitu na nini? Mnafanya kazi kwa kuhakikisha kwamba uharibu ile kazi ya watu. Mbona mliporudi tena BAKWATA mnafanya kazi na haribu? Mimi sijaelewa kwa sasa hivi bwana, nitakuwa naelewa kwa sasa. Haya maneno na kuhimizeni kwamba sasa jitambueni, badilikeni kidogo. Fanye kazi kabisa kwa bila fanya kazi kwa ajili ya miezi yetu kwa tano. Ngoja hapa shehe mnawabeza beza. Mimi naona nafanya sana kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu shehe yuko tayari awe imamu bila kujua atakuwa singapi. Yuko tayari shehe. Wewe katibu uwezo. Unataka mpaka uweze uelewe. Eleka. Shehe atatoa mawaidha atafanya nini? Au baadaye haulizi posho jamani mimi mtoa mawaidha vipi? Kuna tatizo. Ana yule shekhi wake alikujitolea ile nafsi yake. Ingawa naona mambo yao fulani tutazungumza nao inshallah. Nyinyi ni makatibu. Wakatibu maana yake wataalamu. Unaelewa? Sio wataalamu hawa. Lazima tuhakikishe ule utaalamu wao na ule weledi wao na mahara yao, uhodari wao unatufikisha mahala fulani. Sisi huko mashehe tunajua kwamba huko chini msiguse huko. Kuna wataalamu na wamekwenda vizuri na wao wamefikia hapa, kwa hiyo tunaendesha dini tu sasa. Tunataka tufikie mahala hapo. Nadhani nimeelewa. Yaani sikilizeni nitakwambia jambo moja. Hakuna masala ya kutegemea vitu vilivyovikuta. Labda niseme qatan. Hakuna masala ya kuvitegemea vitu vilivyovikuta. Tubuni vipi? Tuanzishe miradi mipya. Tuanzishe maendeleo mapya, mustajadati. Lazima tufanye vitu namna hiyo. Sio kutegemea kitu tumekikuta sisi toka nani hicho mpaka leo. Hivi nyumba hiyo kwa sababu yako ndio hiyo. Inalalika hiyo. Nyumba ile kuachia babuyo inalalika. Inalalika hiyo ndio ndio kisasa nini. Maendeleo mapya. Kwa hiyo tuhakikishe maendeleo mapya jamani. Mimi nina uchungu sana kwa maana nazungumza na nyinyi sauti watendaji. Huko mashehe huko tunabadilishana haya tu. Tunaambia hiyo baadaye shehe tena iko nyingine. Inasema hivi. Jongo. Ukizungumzia usikae pia kwa hadithi mtu anasema pale kidogo. Ndio huko. Lakini huko kwetu kuna maendeleo. Lakini hapa na tabia ya watu au viongozi hata baraza. Kila jambo mufti hiyo. Bwana kuja kutamisha kapanda modei wa digo kichwani. Ukasema kuanzia sasa hivi huyu simtaki. Hakuna haja. Mtaki mambo ya namna sisi. Na kusikiliza undana nimeshatangaza toka mwanzo. Undana nini? Turekebishane, tuelimishane. Tuwekane sawa. Tusameheane.
lakini tufanye nini? Tufanye kazi. Kuna msemo hapo unasema a'ti akhaka tamratan fa in aba fajamra. Mwenzako mpe tende, ndugu yako. Haikataa ile tende kuila, fajamratan, mpe kala moto. Ndio. Mpe kala moto. Msemaji anasema a'ti akhaka tamratan fa in aba fajamra. Jamra ni kala moto. Sasa nyinyi halmashauri kuu mnayo tamra na mnayo jamra. Mna tende na mna kala moto. Lakini mfano wangu nilikuwa nataka kusema, ingekuwa tunaamua kila mkoa iongeze shule moja ya sekondari kwa njia zake, njia za kujitolea. Wale shule za kata zilizojengwa shule za kata. Sasa tunashindwaje kwa mfano? Huyu mfano natoa tu. Kwa kila mkoa Kilimanjaro inatengeneza shule nyingine. Labda Singida kwa ndugu yangu Burhani. Wapi tutakuwa na shule 26 kwa hesabu ya mikoa, shule 26 mpya plus hizi tulizokuwa nazo. Hayo ndio maendeleo mapya. Naomba mfikirie zaidi juu ya mambo hayo na myatengeneze vizuri, angalau twende sambamba na wakati mpana. Sikukusudia kusema sana, lakini unapowaona viongozi na nafasi ndio hii, ametoka makwao muda mrefu, ningependa labda pia tusikizane kwa dhamiti. Niwarudishe kwamba tuweke kipindi cha uchaguzi. Zingatieni masuala ya uchaguzi. Ni kama wajumbe wa halmashauri kuu, angalieni yale ambayo mtahudhurishiwa na viongozi wa juu hapa, mwenyekiti na katibu, yajadili kwa weledi, yapatie ufumbuzi, tuletee yaliyo huku juu. Lakini nawahusia vile vile makatibu, fanyeni kazi kwa nguvu zote na kwa elimu zenu zote na kwa uhodari wenu wote, na muwe na moyo wa baraza na uchungu wa baraza. Msaidie mwenyekiti, msaidie katibu katika kufanya mambo. Watu haya hivi katika kufanyika jambo ambalo linaharibu baraza pia muondoe. Mimi kumuita mtu kumwambia live, mnamwambia bwana wewe kuna makosa kanda. Waulizeni ama bwana hapa. Wanapata tabu sana kwa uongo bwana. Wewe unamwitaka bwana wewe acha mambo ya shule peleka na hivi. Hapa sio hapo namna hii. Hapa kanda. Fanya kazi. Nasema sawa. Anaendelea kufanya kazi. Sasa hivi anaanza kunyoka, anaanza kuelewa. Na kwa mara kwanza alikuwa ndio anakilia chake. Unafahamu? Kwa maana anakilia chake, lakini watu wa shule ndio ofisi. Hapa watu wazima wametoka Mtwara. Kama kusijanga watu. Kwa mambo ya chake. Kuna masuala ya chake watu wazima wamekomaa, wameshajaribia mambo mengi. Kuna mzee Sinani, kuna mzee nani kwa mchezo wao. Washafanya mambo makubwa. Tunataka uende nao wale uelewe kuna nao namna gani. Sasa ndio kuna vizuri. Sema nini? Lakini na mwenyekiti hapa yeye ni hodari kwa mambo. Katibu sasa hivi anaanza kukomaa. Ndio ushirikiano. Kwa wataalamu wetu hapa, wahasibu mkurugenzi mbalimbali wanakuja, wa hija, mkurugenzi wa habari, kuna wakurugenzi mbalimbali wako hapa. Ina mama hao wote ni wataalamu wazuri kabisa ambao wanaweza kusaidia. Nisioni haja ya kuongeza jambo. Hivi mimi nitajisikia uchungu sana, ndio langu la mwisho. Nitajisikia uchungu sana tunakuja katika halmashauri nyingine, Simioni mmeangushwa. Watu wapya. Maana nini ndio hapo tumezungumza, tulificha huko ndani. Tunazungumza mambo yetu hapa ndani. Tunapatana kwamba tunaondoka na haya. Anakuja mwingine ni Antonio Alifu bwana. Mwenyekiti. Anakuja mwingine tutaanza naye tena mpaka tumwelimishe wewe ilikuwa hivi, ilikuwa hii, mnajua kila kitu. Mnajua kitu kile. Tutaanzia hapo tutakwenda hapo kuisha. Sisi kwa ujumla kwa niaba ya makatibu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tumepokea
hotuba ya Mheshimiwa Mufti kwa uelewa zaidi, na jinsi alivyosema mashehe, makatibu, wenye viti kuingilia nafasi zao ni kweli. Katika hotuba yake ya ufunguzi, katika mambo ambayo ameyasisitiza kwa msisitizo mkubwa zaidi ni swala la uwajibikaji na katika kusimamia masala ya baraza, hasa kuwasimamia vizuri watendaji kwa kuzingatia katiba na maelekezo ya BAKWATA yaliyotolewa, ili BAKWATA iweze kubadilika na tupate utendaji uliokuwa mpya usiofanana na uliokuwepo wa zamani. Watu kama kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania iliyosema watu wabadilike, wajitambue, wabadilike, waache mazoea. Ni kweli kwa jambo hili basi inatakiwa watu wote wabadilike katika baraza, washike nafasi zao. Wewe ukiwa shekhe inatakiwa uangalie katiba inasemaje katika nafasi yako ya ushekhe. Pili, na wewe kama ni mwenyekiti basi ujue nafasi yako mwenyekiti, utendaji iwe iko kwenye nafasi yako. Badilika na kuacha mazoea. Mimi ni mjumbe kutoka Manyara, Maudi Juma Ijojo. Pia sisi makatibu inatakiwa tujitambue, tujue kwenye nafasi yako ya ukatibu, usije ukachukua fursa ya nafasi ya shekhe ukaingia kwenye mambo ya dawa. Ni lile alilotusisitizia sisi kama wajumbe wa halmashauri kuu ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika kutekeleza wajibu wetu, na hili mimi ninalichukulia kwa uzito wa hali ya juu, na tutakaporudi tutahakikisha kwamba tunaleta mabadiliko kwenye maeneo yetu ya usimamizi wa kazi na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa kuzingatia katiba na taratibu. Katibu ni mtendaji na mambo yake yanaeleweka. Kwa hiyo tumpongeze sana Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania kwa kauli mbiu yake ya kusema tujitambue, tubadilike, tuache mazoea. Na ni kweli mazoea tumeyaacha, lakini na wengine wale ambao hawajaacha mazoea basi waache mazoea. Kwa fursa hii na utendaji wa Mheshimiwa Mufti analipeleka baraza letu vizuri, kuwa tuna utambuzi na uelewa. Akari Luasa Mfaume, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kutoka mkoa wa Tabora. Katika mambo niliona Mufti amezungumza, amesisitiza sana kufuata watu katiba, na amesisitiza sana makatibu pia waweze kuleta taarifa zao za mapato na matumizi katika mikoa yao. Inshallah tumpongeze sana Mheshimiwa Mufti, ampe afya njema yeye pamoja na familia yake katika kuliongoza baraza letu la Tanzania. Ripoti, makatibu walete ripoti, kwa sababu watu wengine wajaleta sio vizuri. Kwa sababu gani? Wameambiwa mara mapema na katibu mkuu amepeleka taarifa mapema walete, lakini sasa wengine wengi hawajaleta. Wengine wameshinda kwa sababu ya dharura, lakini wengine bila dharura wameshinda tu hivyo bila kuleta taarifa. Haitakiani kufanya hivyo. Kila mtu awajibike, afanye kazi kama vile alivyokuwa akisoma katika katiba, na amesisitiza kuwa kile mkoa kuwa na mhasibu ili waweze kufanya kazi zao vizuri. Naombea Mungu inshallah. Naombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuseme wala asili moja bila kuonesha na kuna mambo mbalimbali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asili inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ila tafrij ila fihim wa tashikai wa
وليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا محبوبين من عبادك وأعزاء في عيونك وجهاء في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال حسن الفعال قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد والشرف والمنة على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا رب المساكين ارحمنا والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.